nyimbo za kusifu zilizokataliwa. Nyimbo ya kwanza iliyokataliwa ya kusifu kwa viwango vingine. Kwa viwango gani? Nataka nikusifu, imba. Kwa viwango vingine napenda nikusifu. Haya, anasema kwa viwango vingine napenda nikusifu. Maana yake sasa hivi unamsifu Mungu kwa viwango vya chini, unakiri. Haleluya. Kwa hiyo unakiri kwamba viwango ambavyo nakusifu sasa hivi ni vya chini. Shetani anakuinulia mashtaka tu. Moja, wimbo wa pili. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu imba huo tusikie. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Unamwona Yesu alivyokuwa wa huruma, Tulikuwa tunapeperusha bendera hapa, zinapepea kweli kweli. Sasa Yesu anasema huu wimbo sio wa kwangu, mpaka tukashangaa. Akaniambia huo sio wa kwangu. Ushawahi kuiona bendera yangu wewe Peter? Ushawahi kuiona bendera ya Yesu wewe? Ina rangi gani bendera ya Yesu? Alafu inasukumwa na upepo. Bendera ya Yesu inapepea, inasukumwa na nini? Na upepo. Upepo huu upepo gani? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye Zaburi ile ya 74 unaona Yesu anasema wameweka bendera zao ziwe alama katika patakatifu pake. Ndio maana hata hapa kanisani hatutakiwi kuweka bendera ya namna yoyote, iwe bendera ya Tanzania, sijui ya Marekani, Uganda, wapi. Hazitakiwi bendera kukaa kanisani, kwa kuwa bendera zinabeba makabila ya watu katika nchi, na makabila yote yalimkataa Yesu, wakaikubali miungu, wakaiabudu. Bendera imebeba makabila, na yale makabila yana mizimu ambayo walitolea uvumba. Kwa hiyo unapoiweka bendera ya Marekani, maana yake umeruhusu miungu ya Marekani kuwa ndani ya hilo kanisa. Umeruhusu miungu ya Israeli iwe ndani ya hilo kanisa. Watumishi wengi wanaweka bendera za Israeli. Hapana. Mahali ambapo Biblia inaturuhusu tuweke bendera madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini neno la Mungu linakataza, kitabu cha Zaburi sura ile ya 74. Sasa hapa anasema bendera yake Yesu sasa inapepea. Sasa inapepea. Jana haikupepea, juzi haikupepea, ila inapepea sasa. Inapepea leo. Iko wapi hiyo bendera inayopepea? Mwongo. Unapokuwa mwongo, baba yako anakuwa ni nani? Shetani, baba wa uongo. Kwa hiyo shetani alitunasa maeneo mengi kwa uongo kupitia hizi nyimbo. Sasa Yesu hataki tuenende katika ujinga. Inafika hatua Yesu anatuonea huruma, anatupa neema, anatutoa. Haleluya. Lazima ifikie hatua ukubali. Kuna wengine huwa wataki kukosolewa, yani akikosolewa anakuambia hamna, yani anajiona yuko mkamilifu kabisa. Hapana. Yesu amelikosoa kanisa kwamba kuna vitu tulikuwa tunaenenda katika michanganyo na adui. Lakini na mimi nimemshangaa Mungu sana. Katika wokovu wangu wote sikuwahi kuwaza kwamba nyimbo zinazoimbwa makanisani hizi za kusifu na kuabudu kwamba shetani naye yumo. Sikuwahi kuwaza. Haleluya. Lakini Yesu ametusaidia, ametupa neema hii. Ya tatu, uinuliwe Mungu wetu leo. Imba. Uinuliwe Mungu wetu leo. Tena hii ilikuwa nacheza kweli kweli.
nacheza uinuliwe Mungu wetu leo. Sasa Yesu anasema sio ya kwake. Yesu yeye alishainuliwa. Huyu unayemuinua leo ni nani? Shetani ndo ametupwa kuzimu wa kuinuliwa, ila sio Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana shetani anasema alitaka akiinue kiti chake juu afanane na nani? Na Mungu. Maana yake kusudi lake ainuliwe. Ila Yesu alishafanya nini? Alishainuliwa. Unapoimba ainuliwe Mungu wetu leo, huyu Mungu anayetajwa hapo ni shetani. Anaendelea anasema namba 4, nina sababu ya kukusifu wewe Yawe. Imba. Nina sababu ya kukusifu wewe Yawe, nina sababu ya. Unaona huo ndio wengine ukiimbwa, wengine mpaka wanatembelea makalio tata chini. Wanamsifu Mungu, wengine wanaruka mpaka sarakasi. Yawe huyo sio mchezo. Wimbo namba 5, Baba wa mbinguni nyosha mkono wako. Baba wa mbinguni. Hiyo maiki na nini? Nyosha mkono wako. Mbadilisheni maiki. Watu wao walisifu jina lako. Yesu akatuambia huu wimbo sio wa kwake. Baba wa mbinguni nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Manake Yesu asipounyosha mkono wake hakuna atakayemsifu. Haleluya. Hakuna atakaye nini? Baba wa mbinguni nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Maana yake usipounyosha mkono wewe hakuna kusifiwa. Bwana Yesu asifiwe. Asipounyosha mkono hakuna kumsifu. Nikashangaa. Kumbe maneno yamefichika, sasa Mungu ndo anatufunulia sasa tujue maana ya haya maneno. 6, mwambie Farao nimeokoka. Imba. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Huu wimbo ulikuwa unapigwa hapa, tena ukipigwa mtu anatimka mpaka jasho. Mwambie Farao nimeokoka. Nikashangaa Yesu anausema huu ni wa kuzimu. Tena sasa Mungu siku ya kwanza tunaomba, siku ya kwanza kabisa tunaomba tu, Mungu akaleta huo wimbo. Pop! Jibu la kwanza akalileta kwa mke wangu. Mke wangu anasikia sauti huu wimbo unaimbwa, alafu sauti ikamjia inamwambia kwamba wangapi waliorudi nyuma? Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, na kwenda wapi? Kanaani. Maana hatarudi tena nyuma. Anaambiwa hivi, wangapi waliorudi nyuma? Sasa ya kuelewa maana yake. Mchungaji, Mungu ameniambia hivi na hivi na hivi. Akasema huo ni ujumbe wa Mungu. Yesu akamleta mwingine, akasema huo wimbo sio wa kwangu. Akamleta mwingine, huo wimbo sio wa kwangu. Akamleta mwingine, huo wimbo sio wa kwangu. Akamleta tena mwingine, huo wimbo sio wa kwangu. Mungu anathibitisha kwa vinywa vya mashahidi zaidi ya 2. Sasa anasema mwambie Farao. Farao yuko wapi wa kumwambia? Farao alishakufa. Sijui umenielewa? Farao alishafanya nini? Alishakufa Farao. Alafu naambiwa mwambie Farao nimeokoka. Farao alishakufa. Haya, sitarudi tena Misri, na kwenda Kanani. Wana wa Israeli walishaingia wapi? Kanani. Walishaingia Kanani. Ina maana huu wimbo unakuonyesha bado upo njiani, unaelekea wapi? Kanani. Wana wa Israeli kufika Kanani?
Sasa wimbo huu maana yake unampa nafasi shetani ya kukushtaki. Mungu huyu anaimba uongo, wana wa Israeli walishafika Kanaani, yeye anasema bado yuko wapi? Njiani. Na Farao alishakufa, unamuita mfu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimefichika, lakini Mungu akifunua ufahamu wa rohoni ndio unajua. Kwa hiyo imempendeza Yesu atujulishe haya. Kwa kweli mimi ninamtukuza sana Yesu. Maana wimbo mwambie Farao, hey. Wa 7, furahini na kushangilia kwa kuwa, imba. Furahini na kushangilia kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Haleluya. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, wamerudi kutoa mapepo, wakawa wanashangilia sana, wanafurahia, wanasema Bwana, mapepo yanatutii kwa jina lako. Yesu anawaambia msifurahi kwa kuwa pepo wanawatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Anawajulisha hao wanafunzi wake majina yao yameandikwa mbinguni, wanajua. Na neno linasema ambaye jina lake halikuonekana kwenye kitabu cha uzima alitupwa jehanamu ya moto. Haleluya. Sasa wimbo unasema furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Swali, jina lako wewe limeandikwa mbinguni? Huyu ni mtumishi wa Mungu, anamtumikia Mungu muda mrefu tu, na alikuwa anahubiri huko. Lakini alipokuja hapa katika eneo la kumfundisha, nilimwambia aombe, amuulize Mungu, je, jina lake limeandikwa mbinguni? Ili somo nililifundisha kanisa zima, kila mmoja aombe tukiwa kule, kwamba je, kila mmoja ajikague mbele za Bwana, jina lako limeandikwa mbinguni? Huyu alipoomba akasema, mchungaji ameongea nini huyu? Akaomba kwamba je, anamuuliza Mungu jina lake limeandikwa mbinguni. Alichojibiwa sasa, Mungu alimjulisha kwamba jina lake alikuandikwa wapi? Mbinguni. Alafu akaingia kwenye matengenezo, ndipo anakuja kuthibitishiwa jina lake limeandikwa wapi? Mbinguni. Akuambie kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alivyosema mchungaji, ni kweli. Wakati ndo nimekuja hapa kanisani, nimefika hapa wakati naendelea na mafundisho, kuna somo pastor alinifundisha, akaniambia kwamba ninaweza kumwomba Mungu anijulishe kama kweli jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kweli nilienda nikafanya hivyo, nikaomba, nikamwambia Mungu, naomba unijulishe kama ni kweli jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Nilipolala usiku ule baada ya kuomba yale maombi, nikaota ndoto. Nikaota niko kwenye nyumba yangu mwenyewe, yaani ile nyumba ni ya kwangu kabisa, lakini sina hati ya ile nyumba. Kwa nyumba ni yangu, lakini nahangaika sana. Watu wanakuja wananiambia kwamba wewe hauna hati kwenye hii nyumba, wakati nyumba ni ya kwangu. Kwa hiyo nikaota hiyo ndoto, ndo nikawa nimeshtuka. Nilipokuwa nimeshtuka ndo kasikia sauti ya Roho Mtakatifu inaniambia, nafikiri nimeshakupa majibu yako. Kwa hiyo wewe kwa hapa majibu yako ni kwamba jina lako halipo kabisa kwenye ile listi ya watu walioandikwa kwenye kitabu cha uzima. Baada ya kuendelea na mafundisho na maombi, mchungaji alikuwa akinifundisha, akabatizwa, nikabatizwa, nikaacha mapambo na vitu vingine vyote. Baada ya kuendelea vile nikaota ndoto tena. Baadaye kidogo nikawa nimeota ndoto nimegraduate. Kwanza siku baada ya kufanya matengenezo na kubatizwa na nini, nikamwambia Roho Mtakatifu, nionyeshe basi kama jina langu tayari limeshaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo nilipolala nikaota tena ndoto, nikaota nimegraduate, yani nimehitimu, nimevaa joho zuri sana, yani nimependeza, alafu na furaha sana. Kwa hiyo nilivyoamka kwenye ile ndoto, Roho Mtakatifu ndio akawa ameniambia tayari jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima.
Haleluya. Sasa anasema furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Je, wewe unayeimba huo wimbo jina lako limeandikwa? Kama jina lako halijaandikwa, shetani anakuinulia mashtaka, wewe ni muongo. Kwa hiyo ni nyimbo zilizowekwa kwa mtego. Wimbo wa 8, tutaimba Hosana tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Imba. Tutaimba Hosana, tutaimba Hosana, tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba Hosana. Wanakuniga unaimba nyimbo zao. Unaimba nyimbo zao. Baba, katika jina la Yesu, kuanzia sasa naachilia ulinzi wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Hizi nyimbo unaimba za kuzimu. Yaani hapo unaimba nyimbo za wapi? Shetani hapo tayari anajua kwamba wewe sasa unaujua ukweli. Sasa kuna wengine ukiwaambia tu Hosana hajui nyimbo gani. Kwa hiyo tutazunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Yaani tukifika kwenye kiti cha enzi pale tunazunguka kwa Bwana. Na ukisoma kwenye Biblia hakuna atakayezunguka kwenye kiti cha enzi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kuzunguka kwenye kiti cha enzi. Sasa lazima ujue siri hizi. Wimbo wa 9 unaimbwa siku zote, tunaimba siye. Unaona, siku zote tunaimba siye, Yesu ni Bwana. Wimbo ukiwimba unaweza kuona kwamba ni wimbo ulimbwa zamani, lakini ni wimbo ambao umemtukuza Mungu. Lakini ndani katika unapoimbwa siku zote tunaimba siye, Yesu ni Bwana, manake Yesu siye Bwana. Anakanwa Yesu ndani ya huu wimbo. Haleluya. Anaendelea wimbo wa 10. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Amekuwa kituko. Yaani atembe tembe tumuone. Yesu tembea. Yaani sisi tumekaa, yeye ndo amekuwa show yetu yani. Tembea tembea Yesu, tembea tukuone. Yaani tumekaa tunamwangalia, Yesu ndo anatembea, anaenda, anarudi. Haleluya. Shetani ni mpuuzi kweli kweli. Haleluya. Sasa zilikuwa zinaimbwa, na inapoimbwa yani mtu hawazi, unakuta anacheza tu, anacheza tembea tukuone. Yesu ametupenda mpaka kutujulisha hizi siri. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo wangapi? Wa 11. Sasa mimi nitakuwa sitaji namba saizi, nitakuwa tunataja wimbo. Bwana wa mabwana leo uinuliwe. Haleluya. Imba. Bwana wa mabwana leo ainuliwe. Nani wa kuinuliwa? Yesu alishainuliwa. Nani? Nitawavuta wote. Tayari Yesu alishainuliwa. Sasa huyu ambaye leo hii ainuliwe nani? Nyoka, Shetani. Haleluya. Shetani leo huko kuzimu anapata shida. Anapata shida kweli kweli. Mtumishi wa Mungu mmoja ananiambia, mchungaji, kipindi ninaendelea kuomba maombi ya kuhusiana na nyimbo hizi, nikaonyeshwa maono. Nikaona joka moja kubwa linajitupa juu kwenye mstimu, linaanguka, lina hasira, linajitupa juu. Kashangaa joka linajitupa kubwa sana. Anasema akashangaa walilipiga na kafimbo kadogo tu, piga hivi likafa. Likainuka lingine kubwa, hilo ndio lina hasira, hilo kubwa zaidi likawa na nyeli linajitupa, ni hasira hizo. Baadaye likakimbia. Wakasema huyu amekimbilia wapi, tumtafute.
wakamuona, wakampiga naye, wakamuua. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Oh, sakatarabasaya, siri zake zinafichuka. Anasema wimbo unaofuata, nani kama wewe na kuinua Mungu wangu leo. Unaona nyimbo za kuinuliwa hizi ziko nyingi, alizijaza, kumbe unamuinua shetani. Imba huo. Nani kama wewe na kuinua Mungu wangu leo. Unaona haya, wimbo mwingine, tumebadilishwa twafanana naye. Imba. Tumebadilishwa twafanana naye. Unaona kazi hiyo, mtumishi wa Mungu, kwamba tumebadilishwa twafanana naye. Yaani sisi tumebadilishwa sasa, tunafanana na Yesu, na neno linasema utanilinganisha mimi na nini, au utanifananisha mimi na nani? Haleluya. Lakini wimbo unaimba na unasifu kwamba tumebadilishwa twafananaye, tunafanana naye. Shetani ameumbuka kwa jina la Yesu. Namba 18. Huu wimbo kwa kweli nilikuwa nikiweka kwenye gari, nilikuwa ninaupiga kweli kweli, na mzee wa kanisa hapa anatikisa na mguu namna hii, huko anakanyaga mafuta, anaimba huko anacheza. Nimemwona, haleluya, anapendeza huyu Yesu. Nimemwona, anapendeza maishani mwangu, nimemwona. Sasa huu wimbo unashtakiwa, unasema nimemwona anapendeza. Swali, umemwona Yesu? Anapendezaje? Anapendezaje? Mwekundu, mweusi, wa bluu, wa kijani? Kama hujamuona Yesu alafu unasema nimemuona anapendeza, wewe unaimba uongo. Haleluya. Yesu anasema anitafutaye kwa bidii ataniona. Kuna bidii ya kumuona Kristo, sio kitu chepesi. Haya, amekuja hapa mtu ndo ameokoka tu siku ya kwanza, alafu wimbo unapigwa, nimemwona, naye anaimba nimemwona anapendeza. Ndugu, umemwona Yesu anapendeza? Wameimba na mimi naendelea na mimi kuimba. Unafungwa kifungo cha uongo. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea anasema, Yawe usifiwe. Yawe usifiwe. Yawe huyo. Wimbo unaofuata, hakuna Mungu kama wewe, nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote. Imba. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na atakuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote. Ishie hapo. Umetembea kote, si ndio? Na umetafuta, kumbe ulishatafuta na ukazunguka kote huko. Hivi ni kweli haya maneno unayoyaimba yapo katika uhalisia? Ulitembea kote huko kumtafuta Yesu, na ulizunguka huko kote kumtafuta Yesu.
uongo, si ndio Neno linasema hivi, si nyinyi, haleluya, kwamba sio nyinyi mnaomtafuta Kristo, bali Kristo ndio aliwatafuta nini? Nyinyi. Sasa wimbo unasema wewe ndio unamtafuta Yesu, umemtafuta kote huko. Kwa hiyo shetani ameweka uongo juu ya uongo, uongo juu ya uongo, na leo uongo wake unafichuliwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Wimbo unaofuata, tutalukaluka kama ndama. Tutalukaluka kama ndama na tukiimba. Bas. Usiendelee. Tutalukaluka kama nani? Ndama si mtoto wa ng'ombe. Kwa hiyo wewe unafananishwa na ng'ombe. Haleluya. Kwa hiyo ni uongo. Nyimbo nyingi sana za kusifu zimebeba uongo. Wimbo unaofuata, kila mtu anasema yu mwema, yu mwema Yehova, yu mwema. Kila mtu anasema yu mwema. Kila mtu. Hata wachawi wanasema Yesu wewe ni mwema. Waganga wanasema wewe ni mwema. Shetani anasema wewe ni mwema. Kila mtu anasema yu mwema. Ni kweli, kama watu wote wangesema Yesu ni mwema, wangeendaje kuzimu? Maana yake hawa walimkataa. Yeye hakuwa mwema kwao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi nyimbo ziko ndani kwenye moyo. Kwa hiyo utashangaa hizi nyimbo tunazisoma hapa, lakini ndani bado utazisikia wakati mwingine zinaimba. Kwa nini? Kwa sababu ziko ndani. Inatakiwa hizi nyimbo ziondoke. Sijui umenielewa Nyimbo zinatakiwa zing'oke ndani, ziondoke hizi nyimbo. Anaendelea anasema, Simba wa Yuda ananguruma. Simba wa Yuda ananguruma. Neno linasema Yesu ni simba wa kabila la nini? La Yuda. Lakini hakuna mahali palipoandika Yesu ananguruma. Yesu anazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaongea, Yesu haungurumi. Sasa simba wa Yuda ananguruma. Okay? Simba anapounguruma sauti yake si unaisikia Sasa unaposema simba wa Yuda anaunguruma, alafu sauti yenyewe ya kuunguruma uisikii, huo ni nini? Huo ni uongo. Simba wa Yuda ananguruma. Anaunguruma wapi ndugu? Shetani ni mjanja sana. Kwa hiyo kuna nyimbo anazileta kana kwamba anatukuzwa Mungu, kumbe sio Mungu, anakushtaki kupitia maneno yaliyoandikwa mule. Ndio maana alimwambia Adam na mkewe kwamba mkila tunda hamtakufa, mtakuwa kama Mungu. Kwa hiyo kuna kitu unaweza kusema ni kweli, mbona tulipokula tumefumbuliwa macho kama alivyosema shetani? Kumbe ndio ushakufa hapo. Anaendelea anasema, viumbe vyote vinakutukuza. Imba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Tena wimbo huu vijana walikuwa wanapiga mpaka miguu chini. Kuna mmoja mpaka alitoboa pale, tukaweka tena sementi vizuri pale. Viumbe vyote vinakutukuza, alikuwa anachimba. Viumbe vyote vinakutukuza, mpaka alitoboa pale. Haleluya. Sasa viumbe vyote vinakutukuza.
kwamba vinamtukuza Mungu. Je, ni kweli viumbe vyote duniani vinamtukuza Yesu? Wachawi wanamtukuza Yesu? Waganga wanamtukuza Yesu? Wangekuwa wanamtukuza wote, wangeenda kuzimu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona viumbe vyote vinakutukuza, na wimbo ukipiga yani unakuta unapata nguvu yani yani kumbe moto wa kigeni huo. Shetani kwa kweli pastor ametusumbua, lakini Yesu hakutuacha, hajatuacha. Kwa sababu wimbo ukiimba mpaka nilikuwa naonea huruma wa vijana. Kijana anatimka jasho. Unakuta viumbe yani wanatimka hapa. Ukimkuta Isaya ndo atakimbia kutoka kule Isaya mpaka kule anakimbia. Viumbe vyote vinakutukuza. Sasa unasema kwa kweli hawa vijana wanamsifu Mungu kweli kweli, kumbe nyoka. Haleluya. Tulikuwa tunazipoteza nguvu zetu. Sasa Yesu imempendeza tuyajue haya ili tusiendelee kumtumikia katika ujinga. Haleluya. Tusiendelee kumtumikia katika ujinga. Wimbo unaofuata anasema yu hai Jehova, mataifa tumsifu. Yu hai Jehova. Huu wimbo umekataliwa. Unaofuata mahali nimefika nimeuona wema wako. Mahali nimefika nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe. Uo mahali gani ulipofika hapo? Anaendelea wimbo mwingine anasema wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba yetu. Wewe ni Baba. Shetani naye ni baba wa uongo. Haleluya. Kwa hiyo sio kila wimbo unaosikia kwamba unatajwa Baba anatajwa Baba wa mbinguni. Hapana, Biblia inamtaja na Shetani naye ni baba wa uongo. Huu wimbo alikuwa akitajwa yeye, na ulitoka shimoni, kuzimu. Anaendelea anasema e Baba pokea sifa. E Baba pokea sifa. Baba yupi? Sasa kuna mwingine anasema sasa mchungaji, sasa mbona nyimbo zote za kusifu zenyewe ndio hivyo, inakuwaje? Zipo za kusifu ni nyingi sana ambazo Yesu amekupa. Haleluya. Na nina habari njema, kwa kuwa umeomba na kanisa limeomba, Yesu ameanza kutupa nyimbo sasa kutoka mbinguni moja kwa moja ambazo hazijawahi kuimbwa duniani. Haleluya. Tayari kuna mashujaa wake. Yesu kasashusha hizo nyimbo tayari, na tutajifunza, tutakuwa tunaimba. Lakini ukipewa nyimbo lazima uilete kwanza wachungaji, kwanza tuiangalie vizuri. Usije ukaanza tu kufundisha watu hapa, Bwana Yesu amenipa nyimbo, haya tujifunze. Marufuku. Haleluya. Lazima tuikague kwanza hiyo nyimbo Yesu aliyokupa, tuihakikishe kweli ni Yesu, kwa sababu kuna ba Yesu na kuna Yesu Yusto. Sasa wewe amekupa Yesu gani? Inawezekana amekupa Yesu Yusto au ba Yesu. Sasa tunataka upewe nyimbo na Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tayari wako watumishi wa Mungu washaanza kupewa nyimbo hapa. Mpaka sasa hivi wako 3 ambao wameshapewa nyimbo mpya kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana na wewe uko umepewa nyimbo lakini bado hujaletea taarifa. Kama umepewa nyimbo, basi toa taarifa mapema ili tujue. Nyingine inaitwa pale Kalvari yote yalikwisha. Imba huo. Pale Kalvari yote yalikwisha. Huo wimbo wa pale Kalvari huo umekataliwa, na mwingine unaitwa yote alimaliza wapi? Pale Kalvari.
yote alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Na nyingine anasema alinitafuta Kalvari akatua na mizigo. Alinitafuta Kalvari akanitua na mizigo. Haleluya. Sasa Yesu alishatoka pale Kalvari na alishamaliza pale Kalvari. Kalvari kwa Kiingereza, kwa Kiswahili panaitwa Golgotha. Haleluya. Kwa hiyo hizo nyimbo Yesu amezikataa. Anaendelea anasema, kama wewe Mungu usiyeshindwa. Kama wewe Mungu usiyeshindwa. Kama wewe. Wimbo unaofuata, kila siku kila saa umwaminifu Yehova. Kila siku kila saa umwaminifu Yehova. Wimbo unaofuata, yu hai Mesia, sifa za moyo apewe Bwana. Yu hai Mesia. Hizi nyimbo zimekataliwa za kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maombi haya ya siku 7